Mtu anataka kuasili mtoto. Ndiyo. Anaanzia wapi mchakato wake ulivyo? Utaratibu uko hivi, ukitaka kumwasili mtoto, kwanza ni lazima uende kwa afisa ustawi wa jamii ambaye yuko katika eneo unaloishi. Sasa kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna bahati kwamba tunao maafisa ustawi wa jamii karibu kata zote. Kwa hiyo unaenda kwa afisa ustawi wa jamii ambaye yuko kwenye kata. Lakini mikoa mingine nisisemee sana, lakini unaweza kukuta afisa ustawi wa jamii yupo kwenye kata, yuko kwenye wilaya. Kwa hiyo utaenda pale makao makuu ya halmashauri. Lakini kwetu sisi unaenda kwa afisa ustawi wa jamii wa kata. Sasa ukishafika kwa afisa ustawi wa jamii wa kata, utaeleza nia yako ya kutaka kumwasili mtoto. Na unapomweleza nia yako, ni maswali pia atakuuliza. Kwa sababu unataka kumwasili mtoto, ni je, umeguswa tu? Umeona tu kwamba kuna mwingine amemwasili mtoto, kwa hiyo na wewe unataka kufanya kama fulani alivyofanya, au kuna kipi kinachokusukuma kumwasili yule mtoto? Sasa ukiisha mueleza, akikuelewa, yako mambo sasa ambayo atatakiwa kuambia. Kwa mfano, swala la utambulisho wa mwenyekiti wa mtaa kule unakoishi au mtendaji wa kata. Lakini bado utatakiwa kwenda polisi kule kwa ajili ya kuangalia, je, huna rekodi yoyote ya matukio ya jinai? Watakwenda watakupa fomu utajaza. Lakini utatakiwa kwenda hospitali kwa maana ya kuangalia masuala ya afya ya akili. Je, una changamoto yoyote au huna? Utakwenda. Ndiyo. Tunazungumzia binadamu, tunataka kukupa binadamu, mtoto. Kwa hiyo ukishaenda huko, ukirudi na hivyo vyote, ikaonekana sasa uko sawa. Lakini kuna masuala ya ndugu. Je, wanajua? Wako watu ambao wamekudhamini? Kwa sababu tukimaliza mchakato wa kuwasili, nitaenda kuumalizia hapo mbele. Vipi wakati unarudi pakatokea ajali alafu umepoteza maisha, na huyu mtoto sasa anaenda wapi? Tukienda kumtambulisha kwenye ukoo wako, hawamjui. Maana ulifanya wewe mwenyewe. Wenyewe hawajui kama ndugu yao ana mtoto huko. Sasa hawatampokea. Kwa hiyo lazima awepo mtu ambaye kwenye familia yako anajua juu ya hiki ambacho unataka kukifanya au mnachotaka kukifanya, ikiwa ni watu ambao ni wenza kwa maana nyingine. Inajulikana hivyo. Lakini baada ya hapo sasa kuna taratibu zingine ambazo ni za kawaida tu, kujaza fomu. Baada ya hapo zile fomu zitapelekwa kwa kamishna wa ustawi wa jamii, ambako ni wizarani. Sasa baada ya kuwa umekizi vigezo na yule amepeleka wilayani mkurugenzi kule, afisa ustawi wa jamii wamegonga mihuri na nini, wamepeleka yale maombi yako kwa kamishna. Kule nako wataenda kuyachambua kuona kama mtu huyu amepitia vigezo vyote ambavyo anapaswa kupitia. Ni Mtanzania, ana umri wa miaka 23 kwenda juu, lakini pia ni mtu ambaye labda yuko kwenye ndoa au ni mtu hayuko kwenye ndoa. Na hapa kama hayuko kwenye ndoa, tuko makini zaidi. Ni wa kike ndiye anaruhusiwa kufanya hiyo. Akiwa mwanaume ambaye hajaoa hawezi kumwasili mtoto. Hapana. Jana na leo.